Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya mazungumzo mafupi na Rais wa Marekani Donald Trump kando ya mkutano wa kiuchumi wa dunia huko Davos, mkutano uliodumu chini ya saa moja tu na kuacha maswali mengi kuhusu mwelekeo wa vita na mustakabali wa msaada wa magharibi kwa Ukraine. Baada ya mazungumzo hayo, Zelensky alionekana akiwa katika hali ya kuchoka kiakili na kutokuwa na msisimko licha ya tathmini ya awali kuwa mazungumzo yalikuwa mazuri. Mkutano huo unakuja wakati Trump akiashiria kuwa mgogoro wa Ukraine unaweza kufikia mwisho wake kwa haraka kuliko ilivyotarajiwa. Katika hotuba na mijadala iliyofuata, Zelensky alielezea maisha ya kila siku nchini Ukraine kama mzunguko unaojirudia wa matatizo na vita, akionyesha kukata tamaa juu ya hali ya sasa ya mgogoro. Kauli zake zilionyesha mabadiliko ya sauti kutoka msimamo wa ushindi wa uhakika hadi lugha ya uhalisia na uchovu wa muda mrefu wa vita. Katika mojawapo ya kauli zilizozua mshangao mkubwa, Zelensky alielezea kwa nadharia uwezekano wa Ukraine kushiriki mapambano dhidi ya Urusi hata katika maeneo ya mbali kama Greenland, akisisitiza kuwa hilo lingewezekana tu endapo Ukraine ingekuwa mwanachama wa NATO. Hata hivyo, alikiri wazi kuwa Ukraine si mwanachama wa muungano huo, jambo linalofanya kauli hiyo kuwa ya kisiasa zaidi kuliko ya kijeshi. Zelensky alitoa lawama nzito kwa viongozi wa Ulaya, akiwatuhumu kuwa wanazungumza sana kuhusu mustakabali wa bara hilo lakini kukwepa kuchukua hatua za vitendo. Alieleza kuwa Ulaya imebaki kuwa dhana ya kijiografia badala ya kuwa nguvu halisi ya kisiasa na kijeshi, akidai inaongozwa na watu waliotaka Ulaya lakini wasiotumikia Ulaya yenyewe. Kwa mujibu wa Zelensky, Ulaya mara nyingi hutaka kuonekana imara, lakini huuliza wengine ni kwa muda gani wanapaswa kusimama imara, hasa hadi uchaguzi unaofuata. Alionya kuwa tabia hiyo inaweza kuleta athari za muda mrefu kwa usalama wa bara hilo. Katika muktadha mpana zaidi wa siasa za kimataifa, Zelensky alionyesha kutoridhishwa na msimamo wa Ulaya kuhusu harakati za upinzani katika mataifa kama Iran, akisema kushindwa kuziunga mkono kunaweza kusababisha matokeo mabaya kama ilivyotokea Belarus mwaka 2020, ambayo haikupitia mabadiliko ya kisiasa na sasa inahifadhi silaha za kisasa za Urusi. Kauli hizi zilionyesha wasiwasi mkubwa wa wazi kuhusu kushindwa kwa mikakati ya mabadiliko ya kisiasa yanayoungwa mkono na magharibi katika baadhi ya maeneo. Zelensky alithibitisha uwepo wa mpango wa mazungumzo ya siku mbili kati ya Urusi, Marekani na Ukraine yatakayofanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo yataashiria mkutano wa kwanza wa aina hiyo. Alieleza kuwa mafanikio ya mazungumzo hayo yatategemea utayari wa pande zote kufanya maridhiano. Hata hivyo, dalili kutoka Davos zinaonyesha kuwa Zelensky aliondoka mapema kwenye jukwaa la mkutano, hali iliyotafsiriwa kama ishara ya kupungua kwa mvuto wake kisiasa katika duru za kimataifa. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya kifedha zimeeleza kuwa mkutano wa Zelensky na Trump haukufanikisha kusainiwa kwa nyaraka muhimu zinazohusu ujenzi upya wa uchumi wa Ukraine na dhamana za usalama baada ya vita. Nyaraka kadhaa zilibaki bila kusainiwa, huku swala la usalama likibaki kuwa gumu zaidi. Zelensky alikiri kuwa swala gumu zaidi katika mazungumzo yote ya amani ni eneo la mashariki mwa Ukraine, akionyesha kuwa hilo ndilo eneo ambalo bado halijapata suluhu ya kisiasa wala kijeshi. Kwa ujumla, Davos mwaka huu imeweka wazi mabadiliko ya sauti na msimamo wa Zelensky kutoka lugha ya ushindi wa uhakika hadi mtazamo wa maridhiano, huku Ukraine ikikabiliwa na shinikizo jipya kutoka Marekani, Ulaya na uhalisia wa vita vinavyoendelea bila mwisho wa haraka.